Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Musongo kutoka kwenye maskani ya Umini Ujumbe Sana kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 1 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya kinabii ambao Mhashauri Yesu alitoa unabii kwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambapo Mhashauri Yesu alikuwa anatoa maonyo maalum na ndani yake alikuwa na unabii, na moja kati ya nabii ambao Mungu Mhashauri Yesu alisema kwamba mwaka wa 2026 utakuwa ni mwaka ambao utakutana na mambo ya mengi ya kutisha, ikiwemo pamoja na ajali pamoja na matukio mbalimbali, kama vile Mungu alieleza kwamba watu mashuhuri watafariki dunia, na tayari nimeona mambo haya yanathibitika. Tayari watu mashuhuri zaidi ya 5 sasa washapoteza maisha katika mwaka huu wa 2026. Lakini hapa maalum katika maelezo haya najaribu kuelezea kwamba Mungu katika yale maonyo maalum ambayo ndani yake alikuwa nabii, alikuwa anaelezea kwamba kutakuwa na ajali kuu sana ambazo zingetokea katika mwaka huu wa 2026, na Mungu mkuu Yesu wakati anatoa anwani zile, manake alikuwa anawalika watu wengi kwenye maombi katika anwani hizi. Tayari nimeona kwamba tayari katika mwaka huu 2026 tayari ajali mbili zimekwisha tokea. Ajali moja ni ile ambayo ilitokea Sudan ya Kusini. Nimeona kuna ajali ya ndege, watu wastani wa 14 wapoteza maisha. Lakini pia mnakumbuka nini kimetokea baharini katika ile pwani ya Tanga. Nimeona kabisa kwamba kuna meli nayo ilipata ajali katika maeneo hayo. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo, na haya yote ni utangulizi tu. Nazidi kueleza kwamba mwaka huu ni mwaka ambao mambo Mhashauri Yesu amechukia, na hii inatokana na wahubiri wa Injili kuja na mahubiri yaliyotujia miaka, hasa unapofika mwisho wa mwaka, kuja katika tarehe 1 ya mwezi wa kwanza, huwa wanakuja na nabii na mahubiri, na wengine wanakuja na nabii za kutunga zinazotokana na mitazamo mbalimbali na kutokana na mahitaji ya watu. Hawaingii katika kuwaambia watu watubu dhambi. Mungu mkuu Yesu akaniambia mwaka huu utakuwa ni mwaka ambao utakutwa na matukio mengi makubwa ambao tayari anwani hizi zimeshaanza kuthibitika. Unapasa tu mahali kokote unaposikia michoro hii ya kinabii utubu dhambi, ukeuke Mhashauri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Unaweza kufuatilia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Musongo Ministry. Tumeachilia jumbe za mwisho ambazo Mhashauri sana anaachilia ujumbe wa kanisa. Unaweza kufuatilia na jumbe zetu za kutoka kwa mtindo series. Fuatilia series ya kwanza mpaka mwisho kila ujumbe upate michoro kinabii. Na huu mtandao wetu wa TikTok ni mtandao maalum ambao Mungu Mhashauri Yesu hutumia kwa ajili ya kutoa nabii na kutoa maelezo ya nabii zile zilizotimizwa, ili watu waweze kujua michoro hii ya kinabii. Kwa hiyo unaweza pia kufuatilia mtandao wetu wa Facebook wa Felix Musongo Ministry na Instagram wa Felix Musongo Ministry, ili uweze kujifunza anwani za Mhashauri Yesu kuelekea moja ya siku za mwisho. Kwa hiyo tutaweka haya na maelezo haya pamoja na nabii ule na maelezo na matokeo ya nabii, ili uweze kujifunza kwamba Mhashauri Yesu anaweza kuzungumza na akathibitisha maono. Bado nazidi kualika watu wote kutubuni dhambi, watu waingie kwenye maombi, makanisa yaingie kwenye maombi. Huu mwaka utakutana na mambo mazito sana ambayo hayakuwahi kurekodiwa katika historia ya nchi. Kwa hiyo ninatoa wito huu ili watu waweze kujifunza kujua anwani hizi Mhashauri. Sauti ile neno la Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova kwa wote. Tuonane katika Mungu unakuja. Amen. Hali mbaya sana inaenda kutokea ulimwenguni. Kama kuna wachungaji na wahubiri wa Injili, mitume na manabii, walimu na wainjilisti, kama wamesema kuna amani, sawa? Mimi nawaambia hakuna nini? Amani. Ninaona vifo, ninaona hali mbaya itawakumba dunia. Habari hali mbaya sana. Na baadhi ya maeneo mtaona mabadiliko makubwa ya hali ya hewa kutokea na jua kali sana ambayo ndio kurekodiwa. Kwa nini haya yanatokea? Kwa sababu watu wametenda nini? Dhambi. Na leo watu wanaendelea kutenda nini? Dhambi. Leo ndio uzinzi upo. Leo ndio unywaji wa pombe na kila ghasia. Yesu kaibeba dunia hii mgongoni mwake. Kwa nini? Kwa sababu hii dunia inastahimili kwa sababu ya damu yake iliyomwagika pale mwanzo, kutoka kwenye karne ya kwanza. Maana leo unaweza kufanya shughuli zako, unaweza kuendelea kudanganya dunia, ni lazima, lakini alikupa muda. Alikupa nini? Muda. Watu wanaendelea kutenda dhambi duniani.
Watu kizazi hiki hakitaki tena kusikia toba na msamaha wa dhambi. Hawataki kujiliwa tena na Yesu. Wamejikita kwenye mafundisho ya uongo. Wamejidhatiti kwa uongo na kujenga hoja za uongo. Ole wao wasiotubu dhambi, kwa sababu Yesu anarudi moja hapa siku hizi. Ananiambia waambie watu wote duniani, waambie watu wote, waambie makasisi wote, mwaka huu walioanzisha mwaka wao ni mwaka wa vilio kwa makasisi. Narudia tena, mwaka wa vilio kwa nani? Kwa makasisi. Niwaambia dunia inaenda kupoteza watu mashuhuri. Dunia inaenda kukutwa na hali mbaya ambayo haijawahi kurekodiwa katika historia ya nchi. Kwa nini? Mambo mashuhuri Yesu amekasirika. Watu wameingiza mambo ya uongo duniani. Na ikumbukwe wamefanya makosa mengine. Wamepitisha ushoga na usagaji kanisani. Roma wamepitisha nini? Ushoga kanisani na usagaji. Mambo amekasirika. Mwaka jana mmefanya dhambi nyingine, tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025. Wameigawa nchi ya Bwana. Sasa wasubiri. Si wamesema huu mwaka mwema. Si mmesema huu mwaka mwema, sawa? Lisikie neno la Bwana. Huu si ndio mwaka wenu mwema mliojitungia wenyewe. Lisikie neno la Bwana, mwaka wa vilio na maombolezo duniani. Hali mbaya inaenda kutokea ulimwenguni. Matetemeko makubwa yanaenda kutokea. Hali za volkano na matishio mbalimbali. Ajali kuu zinaenda kutokea ulimwenguni. Mungu amekasirika. Dunia itapoteza watu mashuhuri. Ibaki hivyo hivyo. Watu nani? Mashuhuri. There was a plane crash in Juba today. At least 14 people lost their lives. The plane was traveling from Yei to Juba. It crashed in Luri. In South Sudan, the planes are very old, so crashes do happen once in a while. However, this is one of the most tragic ones that has happened in recent times.